Amen. Leo nakuja mbele yako, nataka tuangalie jinsi gani Mtume Paulo alivyopambana na kikundi cha uasi ndani ya kanisa na nje ya kanisa ambacho kilikuwa na malengo ya kumfuta kabisa Mtume Paulo katika ardhi ya Korinto na katika ardhi ya Akaya. Mtume Paulo alikuwa na vita. Alivyoandika waraka wa kwanza kwa ajili ya kanisa la Korinto, ile waraka ilisambazwa kwa makanisa yote. Ile waraka ulileta vita. Vita hivyo vilisababisha baadhi ya watu kutoka Jerusalem na baadhi ya watu ndani ya kanisa wakajimega, wakaanza kupambana na mafundisho ya Mtume Paulo. Yale mafundisho ya Mtume Paulo yalileta mgawanyiko mkubwa ndani ya kanisa, hata kundi likajikuta linapambana na Mtume Paulo. Uasi ni nini? Uasi ni kikundi cha watu kilichojimega ambacho mwanzo kilikuwa kina imani moja, kilikuwa kina mafundisho mamoja, kilikuwa na mapatano. Baada ya kujimega, kikaanza kutengeneza vita kwa ajili ya kung'oa yale mafundisho au kuyafuta yale mafundisho. Kwa hiyo tunaweza kusema ni kikundi cha watu ambacho kimejimega kwa nia ovu. Mtu anapohama kanisa, anahamia kanisa nyingine, hilo sio uasi. Uasi ni yule mtu ambaye amerudi kupambana na wewe na kukung'oa na kukufuta, tunaita uasi. Kuhama kanisa kwenda kanisa lingine si uasi. Uasi ni nia mbovu, njia mbovu na mipango ya uovu kwa ajili ya kupambana na mtu mwingine. Mtume Paulo alipambana na watu wa namna hii. Ili kupambana na watu wa namna hii, Mtume Paulo aliandaa njia zifuatazo. Kuna njia nyingi aliandaa, lakini naelezea njia chache katika kitabu cha Korinto wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, Mtume Paulo alipandikiza watu ambao watakuwa watetezi wake na watu ambao wanaendana na mafundisho yake. Mtume Paulo alimweka Tito kwa ajili ya kanisa la Akaya. Ukisoma kitabu kile cha Korinto sura ya pili na ule mstari wa pili, Biblia inasema ya kwamba Mtume Paulo akasema, Mungu alinifungulia milango iliyo mikubwa katika mji ule, lakini moyo wangu ulifadhaika baada ya kugundua Tito hayuko pale. Nikawapa mikono wenyeji, nikawasalimia na kuwaaga kwa ajili ya kurudi Macedonia. Ukisoma tena Korinto wa pili sura ya 7 na mstari wa 6, Biblia inasema, shukuriwe Mungu ambaye anawakumbuka wanyonge kwa kutuletea Tito. Anasema si hivyo tu, bali kwa sababu ya maombolezo yenu na bidii yenu kwa ajili yangu mimi Paulo. Maana yake nini? Maana yake Mtume Paulo alimtegemea sana Tito. Tito ndio alikuwa nguzo ya Mtume Paulo. Mahali popote alipo Tito, Mtume Paulo alikuwa na amani. Mtume Paulo alimlelea Tito katika mafundisho yake, katika makuzi yake. Kwa hiyo kitendo cha kumweka Tito pale ilikuwa ni faraja kwa ajili ya kanisa na kwa ajili ya Mtume Paulo. Jambo la pili, Mtume Paulo alilolitumia kwa ajili ya kupambana na uasi ndani ya kanisa la Korinto na katika lile kanisa la Akaya ambalo lilianzisha. Jambo la pili, Mtume Paulo aliwaeleza adui zake ya kwamba mimi niko tayari kuonana na nyinyi uso kwa uso, siwaogopi, mimi nipo imara. Alitumia kauli za ujasiri kwa ajili ya kudhoofisha maadui zake. Anaongea katika kitabu cha Korinto wa pili sura ile ya 10 na ule mstari wa 10. Anasema, ninajua maadui zangu, anasema nyaraka zangu zilivyo kali na jinsi nyaraka zangu zilivyo imara, lakini mimi si kitu, mimi si chochote. Wanasema ukionana na Paulo si lolote si chochote, ni muoga, hana lolote, ila nyaraka zake nyinyi ndio mnaziogopa. Akasema mjui ya kwamba nyaraka zilivyo za maneno ndivyo mtu huyo alivyo. Maneno hizo nyaraka unavyoziona ndivyo huyo mtu alivyo. Akasema mimi niko hivyo sawa sawa na nyaraka zangu, siwaogopi, niko tayari, mimi si dhaifu. Jambo la tatu, Mtume Paulo aliliambia kanisa la Korinto na kanisa la Akaya kwa ajili ya kupambana na uasi. Akawaambia vita vyovyote huwa ni vita vya rohoni. Anaongea katika kitabu kile cha Korinto sura ya pili, wa Korinto wa pili 10 na mstari wa 3. Anasema vita vyetu sisi si vya damu na nyama, vita vyetu ni vya rohoni.
Anasema ingawa tunaenenda kimwili, lakini vita vyetu vimekaa sana katika roho, tukizifuta hila zote za mwovu Shetani na mafundisho yake potofu, na kuyaondoa roho zote za uasi. Kwa hiyo akalikumbusha kanisa si kupambana tu kwa maandiko na kwa neno, bali ni kwa kuomba pia, ili kuziondoa hila za Shetani. Jambo la 4, Mtume Paulo aliwakumbusha ya kwamba hakuna injili isiyokuwa na ujira. Sura ile ya 11 na ule mstari wa 7 anasema, je, sikuwa mpumbavu ili kuwafanya nyinyi mwe imara? Je, mimi sikujishusha ili kumnyanyua Kristo? Je, ni dhambi kuchukua ujira uliotokana na injili yangu? Akasema, sikumlemea mtu yeyote nilipokuja, bali nilichukua mali na nilichukua sadaka za makanisa mengine na ujira wangu mimi, ili kuliimarisha kanisa la hapa. Anasema hakuna mahali popote ambapo nilizuiwa kuchukua ujira kutokana na kazi ya Mungu, lakini niliamua kuliimarisha kanisa la hapa. Mnawasikiliza au mitume wa uongo? Je, malaika wa Shetani hakuwahi kujigeuza kwa malaika wa nuru? Maana yake nini basi? Ili kanisa la Akaya walikuwa wanashurutishwa sana kwa ajili ya utoaji, wakiambiwa Paulo ndio anachukua sadaka zenu. Paulo anasema, mimi sijachukua kitu. Mnawasikiliza watu hawa, kisha nyinyi mnawatolea sadaka, lakini mimi mbona sikutoa chochote? Sikuchukua chochote kutoka kwenu? Hawa mitume wa uongo wanaotoka Yerusalemu, mbona mnawasikiliza? Mbona mnawatii? Mbona mnaungana nao, wakati mwishowe wanawadai sadaka? Maana yake hakuna injili isiyokuwa na ujira. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni njia chache ambazo Mtume Paulo alizitumia kupambana na hiyo roho ya uasi iliyojinyanyua katika mji wa Korinto na katika mji ule wa Akaya. Amen. Tunajifunza nini? Jambo la kwanza, tunajifunza kazi yoyote ya Mungu. Unapoanzisha kazi ya Mungu au unapofanya kazi ya Mungu, jitahidi kuwa na watu ambao utaambatana nao. Jitahidi kuwa na watetezi. Jitahidi kuwa na watu ambao utasimama nao katika kazi ya Mungu. Tito, Timotheo walikuwa nguzo ya Mtume Paulo. Mtume Paulo aliwategemea hao watu kwa sababu waliwalea. Siku zote msimamishe mtu ambaye umemlea, anakuelewa, anaelewa mafundisho yako, anaelewa maono yako. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona makanisa mengi wananyanyua watetezi kabla ibada. Mtu anasimama, anaongea jinsi huduma ilivyo, anaongea jinsi Mungu anavyoonekana. Hiyo ni sehemu ya kumlinda mtumishi wa mahali hapo na kukiinua kile Mungu alichokiweka ndani yake. Jambo la pili, Mtume Paulo anasisitiza sana uimara. Tunajifunza kuwa imara. Mtumishi wa Mungu sio dhaifu, lazima uwe imara kiakili, lazima uwe imara kimwili. Anawaambia, mimi siogopi, mimi nipo imara. Unavyoona nyaraka zangu ndivyo mimi nilivyo, unavyoona maneno yangu ndivyo mimi nilivyo. Jitahidi sana kuwa imara, jitahidi sana kuwa jasiri kwa ajili ya kusimama na kazi ya Mungu. Jambo la tatu Mtume Paulo analoliongea, anasema ya kwamba hakuna injili isiyokuwa na ujira. Watumishi wengi, mahubiri mengi ya uongo leo yametokana na kuzuia watu kutoa sadaka. Usitoe sadaka, usitoe sadaka. Hakuna cha bure hapa duniani. Hakuna kazi ya Mungu inaenda bure. Yoyote unayemuona amesimama akihubiri, ujue nyuma yake kuna watu wamemwezesha kufanya kazi ya Mungu. Tusizuie watu kutoa sadaka, tusiwatishe watu katika utoaji. Acha watu watoe sadaka kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ukiwazuia watu kutoa sadaka ndani ya kanisa lako, wanaenda kutoa sadaka kwingine, wanaimarisha yale makanisa, kanisa lako linabaki kuwa dhaifu uking'ang'ania mafundisho ya kuwazuia watu kutotoa sadaka. Waache watu watoe sadaka kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu, kwa ajili ya kuipeleka mbele injili. Jambo la mwisho, huduma yote ina vita. Kama Mtume Paulo alikuwa na vita, kwa nini usiwe na vita? Kama Mtume Paulo walinyanyuka watu akiambatana na nyayo zake, kila anapokwenda kuhubiri na wapo nyuma yake kumpinga. Wewe ni nani usipingwe? Usikate tamaa, simama katika kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukatoa ushauri na maoni yako pia. Unaonaje katika kupambana na uasi wa nje ya kanisa na ndani ya kanisa? Je, kuna njia nyingine zaidi ya hizi Mtume Paulo
alizozitoa. Unaweza ukaandika komenti yako kwa ajili ya kuwashauri watu wengine wanaopitia hapa na watu wengine wakabarikiwa na ushauri wako. Mungu akubariki sana. Shalom, shalom. Muishi salama na watoto wenu.